vitu vinavyonyonya nguvu za kiroho. Andika hivyo, vitu vinavyonyonya nguvu za kiroho. Jambo la kwanza, kama unaandika, kitu ambacho kinaweza kunyonya nguvu za kiroho au kinachomaliza nguvu za kiroho kwa mtu aliyokoka, andika namba moja: kuishi maisha ya dhambi. Kuishi maisha ya dhambi ni sababu namba moja ya muhimu sana kumfanya mtu nguvu za rohoni zikaisha kabisa. Amen jamani, amen. Tunapozungumza nguvu za rohoni, tunazungumza ile asili. Bwana Yesu asifiwe. Asili ndani kabisa. So Mungu ni roho, sawa? Na amesema kwenye kitabu cha Yohana kwamba inawapasa wanaomwabudu yeye wamwabudu katika roho na kweli, kwa sababu Mungu ni roho. Mungu sio mwili, Mungu ni roho, na inawapasa wanaomwabudu yeye wamwabudu katika roho na kweli, kwa sababu yeye Mungu ni roho. Unanielewa? Yeye ni nani? Ni roho. Vitu vinavyonyonya nguvu za kiroho, jambo la kwanza, andika: kuishi maisha ya nini? Maisha ya dhambi. Dhambi imekuwa ni tatizo sana linaloweza kumaliza nguvu za kiroho kwa walokole, iwe ni kwa wachungaji, iwe ni kwa masikofu, iwe ni kwa mitume, iwe ni kwa manabii, iwe ni kwa waibaji, iwe ni kwa watu wa namna mbali. Dhambi ndio kitu pekee kinachomaliza nguvu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu hachangamani na nini? Na dhambi. Mungu hachangamani na dhambi. Mungu ni mtakatifu na anataka watu wake, watumishi wake wanaoimba, wahubiri, maskofu, wachungaji na mitume na manabii, anataka wawe watakatifu. Biblia inasema mtakuwa watakatifu kwa maana aliyowaita ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa maana aliyowaita ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu na anahitaji mtu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu na kizazi tulicho nacho, kitu ambacho kimekuwa hatari kwenye maisha ya watu, hatari kwa maisha ya wahubiri, hatari kwa maisha ya wachungaji na maaskofu na mitume na manabii, ni dhambi. Ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ni dhambi. Dhambi ni uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ni chukizo kwa Mungu. Dhambi ni chukizo kwa jamii. Dhambi inatutenga na uso wa Bwana. Dhambi inauficha uso wa Mungu. Dhambi inasababisha Mungu asisikie maombi yetu. Dhambi inamfarakanisha mwanadamu na Mungu. Dhambi imekuwa ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako kwenye kitabu cha nabii Isaya. Nabii Isaya, fungua. Yesu asifiwe sana. Takuwa nasoma polepole. Nabii Isaya 59 mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Nabii Isaya anasema, tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Mkono wa Bwana sio mfupi au haukupungua hata usiweze kuokoa, na sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Anaendelea mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu, na dhambi zenu
zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anasema mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, na sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Anasema lakini maovu yamewafarakanisha nyinyi na Mungu, na dhambi zenu zimefanya Mungu afiche uso wake, hata asiweze kutuangalia, hata asiweze kusikia maombi yetu, hata asiweze kujibu kwa sababu ya dhambi zetu. Kinachozungumzwa hapo ni maisha ya dhambi, yanasababisha Mungu asiponye, yanasababisha Mungu asiokoe. Dhambi inasababisha Mungu asisikie maombi tunayoomba kwa sababu ya dhambi. Nimesema pointi namba 1, kitu ambacho kinamaliza nguvu za kiroho ni maisha ya dhambi. Leo dhambi imekuwa ni kitu cha kawaida. Leo dhambi imekuwa ni kitu cha kufurahia watu. Leo dhambi imekuwa ni kitu cha watu wanachekelea. Leo dhambi zimeingia mpaka madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi leo zimeingia mpaka madhabahuni. Dhambi zimekuwa ni jambo la kufurahisha watu, wakati Mungu dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Dhambi zinaficha uso wa Bwana. Dhambi zinafanya mtu aishi maisha ya laana. Dhambi zinafanya mtu aishi maisha ya ukame. Dhambi zinaondoa baraka. Sawa, dhambi zinaondoa baraka kwa mtu. Mungu ni mtakatifu, anataka watu watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi maisha ya nini? Ya dhambi kunasababisha nguvu za kiroho ziondoke kwa mtu. Kuishi maisha, Mungu hawezi kufanya kitu kwa sababu umefanya dhambi. Na hata kama kuna watu wanafanya miujiza, wanafanya maajabu, na alafu wamejichanganya, kinachofanya pale ni mazingaombwa na uganga na uchawi na ushirikina, lakini uhalisia wa Mungu unakuwa umeshaondoka, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na watu waliojichanganya. Mungu hafanyi kazi na watu wa ovyo. Mungu anafanya kazi na watu walio watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe.